Brother Masudi. Bwana, nimeshakuwa kitanda hapo. Huku anaita Kipawa majani ya chai. Kuna shule ya VETA hapa. Hapo VETA, kuna hospitali hapo. Tumelazwa kwa nimeletwa huko wagonjwa wenzangu wenye ugonjwa huu. Tumelala huko baba. Huko kulala huko Muchi. Kwa zote wapiga madawa. Hata mkija kuniona huko hamwezi kuingia. Nasimamia nje mimi nitoke. Tutokelea dirishani sasa. Kwa bwana hali ndio hiyo kaka. Ndio magonjwa wenzangu kibao huko. Na ugonjwa ndio huo bwana. Kwa hiyo tumetengwa kabisa huko. Haya bwana. Leo hii ngoja tujadili kidogo kuhusiana na homa ya nyani inayofahamika kwa jina la monkeypox kwa jina la kitaalamu. Homa hii ya nyani watu wengi wamekuwa wakijiuliza maswali mengi sana. Kuna baadhi ambao huwa wanaeleza kwamba homa hii huenda inasababishwa au ilisababishwa na mtu kufanya mapenzi na nyani. Kama ambavyo story nyingi zilikuwepo pia kuhusiana na ugonjwa wa ukimwi. Lakini kitaalamu inaelezwa kwamba hakujawahi kuthibitika kwamba monkeypox ni ugonjwa ambao unatokana na binadamu kufanya tendo la ndoa au mapenzi na nyani. Hiyo haijathibitishwa na hakuna historia ya ugonjwa ambayo inaeleza hivyo. Homa ya nyani ni nini? Homa ya nyani ni ugonjwa ambao unajulikana kama monkeypox. Ni ugonjwa unaosababishwa na virusi aina ya mpox. Virusi hivi ni sehemu ya familia mojawapo ya virusi vinavyosababisha ndui. Ugonjwa huu uliitwa homa ya nyani kwa sababu miongoni mwa magonjwa ambayo huwa yanawasumbua sana nyani ni aina ya ugonjwa huu ambao kibinadamu unaweza kufananisha na ugonjwa wa ndui, kwamba mtu anatokewa na vipele vigumu hivi ambavyo tofauti na vya surua, tofauti na vya tetekuwanga ambavyo ndani wake huwa vina maji, ukiminya vinapasuka. Sasa ugumu huu wa vipele unafanana na vipele ambavyo mara nyingi huwa ni homa ambayo inaathiri sana jamii aina ya nyani. Kwa hiyo ndio maana ugonjwa huu ukapewa jina la monkeypox. Ugonjwa huu kwa kiasi kikubwa umeathiri sana maeneo ya Kongo na Afrika ya Kati, na kwa mara ya kwanza nchi ya Tanzania imetangaza kupitia Wizara ya Afya kwamba kuna visa vimesharipotiwa vya baadhi ya watu ambao wamekutwa na ugonjwa huo. Sasa ugonjwa huu huwa unaambukizwaje? Kwanza unaelezwa kwamba ugonjwa huu ni wa kuambukiza, ni virusi vinatoka kwa mtu aliyeathirika kwenda kwa mtu ambaye hajaathirika. Na mazingira yapi ambayo yanapelekea mtu aliyeathirika kuambukiza mtu ambaye hajaathirika? Ya kwanza unaambiwa ni mguso wa moja kwa moja na wanyama walioambukizwa. Naweza kuwa ni wanyama kama vile nyani, panya, mbwa, paka, wale ambao wana asili ya nyani kwa maana wenye manyoya, wenye kucha. Sasa hawa wanyama wakiwa wamebeba virusi vya mpox ni rahisi sana kukuambukiza wewe. Lakini pia mtu yeyote aliyeathirika akigusana na mtu ambaye hajaathirika na kukaa kuna majimaji, ni rahisi sana virusi kutoka kwa mtu aliyeathirika kwenda kwa mtu ambaye hajaathirika. Ukiacha tu hiyo kugusana, lakini hewa, ukikaa karibu na mtu ambaye ana mpox kwa maana ya monkeypox, wewe hujaathirika, yeye ameathirika, mkao mnashare ile hewa, kubadilishana katika yale mazingira ambayo mnatumia hewa ya oxygen, ni rahisi sana huyo mtu kukuambukiza ukidha ama kumwambukiza mtu ambaye hajaathirika. Sasa kuna vitu pia binafsi ambavyo unaweza kuwa unashiriki na mtu aliyeathirika, ikiwemo taulo, vazi, vyombo vya chakula vinavyogusana na majimaji ya mwilini huweza kusababisha ugonjwa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine, kwa mtu aliyeathirika kwenda kwa mtu ambaye hajaathirika. Sasa unaambiwa kwamba hii homa ya nyani huwa inamwathiri mtu kwa kiasi kikubwa kwa haraka, na dalili zake ni kama zifuatazo. Ya kwanza ni homa. Mtu atahisi kwamba ana homa, kwamba kila kitu kwenye mwili wake kinauma. Lakini pia kuna maumivu ya kichwa, misuli na mgongo. Kama haitoshi, atakuwa anajisikia mvivu, mwenye uchovu mwingi. Atakuwa hana hamu ya kufanya kitu chochote, atakuwa anatamani sana kulala kila wakati. Na muda mwingi atakuwa anatokwa na jasho kutokana na homa, atakuwa anasikia kichefuchefu na kutapika na vitu kama hivyo, kichwa kuuma. Hizo zote ni dalili ambazo zinatajwa. Lakini kama haitoshi, dalili kubwa zaidi nyingine inayotajwa ni kuvimba kwa mikono yote miwili.
kwamba akitazama mikono atakuwa anaona kwamba mikono yake imekuwa imeumuka hivi, minene fulani hivi. Lakini dalili nyingine inaeleza kwamba ni vidonda vya koo. Mtu huyu atakiwa na meza mate, koo litakopo linauma kama na tonsils hivi. Kwa sababu ndani ya koo lake kutakopo kuna vidonda ambao vitakuwa vinamnyima hamu ya kula, au anapokula au kunywa kitu atakuwa anapata maumivu sana. Lakini pia unaelezwa kwamba kuna upele unaofanana na ndui. Ni upele ambao tumekwisha kueleza, ambao ukiupasua ni mgumu ukiushika, na ni ngumu sana kukuta ndani una maji. Zaidi sana ukiukamua ni damu inatoka. Unaweza kuanzia upele huo kwenye eneo la uso na kisha kusambaa sehemu zingine za mwili, ikiwemo viganja na nyayo. Matibabu sasa. Unaweza kwamba ugonjwa huu bana ni ugonjwa ambao hauna matibabu mpaka sasa moja kwa moja. Hakuna tiba maalum iliyothibitishwa au inayothibitisha kwamba homa ya nyani inatibiwa kupitia tiba hiyo. Matibabu yanayotolewa ni ya kupunguza tu dalili na kusaidia mgonjwa kupona na asipate maumivu makali, wakati mwingine kupunguza maumivu anayopata. Lakini pia kuna dawa za virusi kama vile Tectovimins na Cidofave pamoja na Brincolda5 imeidhinishwa kwa manufaa kwamba ni dawa ambazo zinaweza kupunguza, lakini ufanisi wao katika matibabu ya homa bado hayajathibitishwa kwenye homa hii ya nyani. Namna ya kujikinga kwa sasa tunaelezwa kwamba namna nzuri ya kuzuia ni cha kwanza ni chanjo ya ndui. Ni miongoni mwa chanjo ambazo zinaelezwa kwamba zina matokeo makubwa sana juu ya ugonjwa huu. Lakini pia ni kujitenga, kwamba kukaa mbali na watu ambao wameathirika na ugonjwa huu. Ndio maana kuna baadhi ya nchi ugonjwa huu unapoingia, wale waathirika huwa wanatengwa na kuwekwa kwenye karantini yao, ambayo hawawezi kukutana na watu ambao hawajaathirika. Na hata Tanzania pia hilo limefanyika la kuwatenga, kama ambavyo kuna video ambayo inamuelezea huyo Mtanzania mmoja anasema kwamba ametengwa na yupo na wengine kwa ajili ya kupata matibabu. Lengo ni kwamba wasiwaambukize watu wengine zaidi. Lakini pia unaeleza kwamba hizi chanjo huwa zinaleta matokeo ambayo yanadhaniwa kwamba yana uwezo wa kuitibu ugonjwa huu kutokana na matatizo ya ngozi, kuvimba kwa macho, hali ya moyo, ambayo imeonyesha kwamba kuna matokeo chanya zaidi. Lakini namna sahihi ya kuepuka ugonjwa huu kwa sasa ni kujitenga, lakini kuchukua tahadhari. Panapobidi ni kuvaa barakoa. Ule utaratibu wa kusalimiana mara kwa mara kwa kupeana mikono ni kitu ambacho haishauriwi zaidi kwa hivi sasa. Tunarudi kwenye hatua zile ambazo watu walikuwa wakizichukua, mfano wakati wa mapambano dhidi ya COVID-19 kwa maana ya corona. Ndio hatua zile ambazo zinapaswa kuchukuliwa, ikiwemo kuvaa barakoa, kunawa maji kila wakati, lakini kutokusalimiana kwa kushikana mikono kwa ajili ya kuepusha virusi hivyo kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Wakati serikali ikieleza kwamba kuna hatua kadhaa imeendelea kuzichukua kwa ajili ya kuwatambua waathirika na kuwapa matibabu, inaelezwa kwamba ni jukumu la kila mtu kwa sasa kujitenga na kuchukua tahadhari, hasa katika maeneo ambayo yana mikusanyiko ya watu wengi, kwa sababu bado hakuna dawa ya moja kwa moja ambayo inaelezwa kwamba ina uwezo wa kutibu kabisa ugonjwa huu. Kinachomsaidia mtu kupona kwa kiasi kikubwa inaelezwa kwamba ni uwezo wa kinga zake mwenyewe mwilini kuweza kupambana dhidi ya virusi vya ugonjwa huu wa homa ya nyani, kwamba homa ya nyani hii kwa mtu ambaye ana kinga thabiti ya mwili ni rahisi kupona kwa haraka, tofauti na mtu ambaye kinga yake iko chini zaidi. Baadhi ya nchi zimekuwa zikichukua hatua kadhaa kwa ajili ya kupambana na ugonjwa huu, ukiacha kutoa elimu na kutoa tahadhari kwa wananchi wake, lakini kutengeneza hizo karantini maalumu ambazo zinawahifadhi wagonjwa hao ili kupunguza athari za kuzagaa au kuenea zaidi kwa ugonjwa huo. Na nchi za Afrika inaelezwa kwamba ndio wahanga zaidi wa ugonjwa huo wa monkeypox, na juhudi zaidi zinafanywa na Shirika la Afya Duniani kwa ajili ya kutatua changamoto hii, ikiwemo kufanya utafiti zaidi wa namna ya kupata chanjo madhubuti, lakini pia dawa ambayo inaweza kuponya, ambayo inaweza kutibu ugonjwa huu na kuponya endapo utaingia katika mwili wa binadamu. Tafiti kadhaa zinaelezwa kwamba bado hazijazaa matunda, ikiwemo tafiti za chanjo, lakini pia na tafiti
za dawa, huku nchi ya Marekani ikielezwa kwamba iko mstari wa mbele, hatua moja mbele zaidi katika utafiti wa chanjo hizo, ambazo inaelezwa kwamba zikipatikana zitakuwa ni mwarobaini wa kukomesha kabisa ugonjwa huu wa homa ya nyani. Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka Msomi News.